unajiroga mwenyewe na unaroga kanisa la Mungu pia. So tumeona kwamba hiyo ndio hali ya kanisa, hiyo ndio state ya kanisa, ya kwamba kuwe na uongozi, kuwe na uongozi. Kuwe na uongozi na sisi wote tunatii ule uongozi. Sisi wote tunatii ule uongozi. So ukiona tuna uongozi kama mahali kama hapa, na yani tuko mahali kama hapa ambapo Mungu ametupa mchungaji, ametupa na viongozi pia mahali hapa wa kutuongoza, tunakuwa tuko eri sana. Tuko eri sana, tuko kwenye mpango wa Mungu. Tuko kwenye mpango wa Mungu. Tuko kwenye mpango wa Mungu, na hapa Mungu anakuwa na njia mzuri sana ya kufikia maisha yetu. Mungu anakuwa na njia nzuri sana ya kufikia maisha yetu. So tunaweza tukasoma hii Waamuzi 17 mstari wa 6. Waamuzi 17 mstari wa 6 anasema hivi: siku hizo hapakuwa na mfalme katika Israeli, kila mtu alifanya hayo aliyoyaona kuwa ni mema machoni pake mwenyewe. 21-25. Waamuzi 21:25 mstari wa 25 anasema hivi: siku hizo hapakuwa na mfalme katika Israeli, kila mtu alifanya aliyokuwa ni mema machoni pake mwenyewe. Nasema hakukuwa na mfalme katika Israeli, kila mtu alifanya aliyokuwa ni mema machoni pake mwenyewe. So inakuwa ikiwa kila mtu alikuwa anafanya, na maana ikiwa kila mtu alikuwa anafanya aliyoyaona mema machoni pake, na maana hakukuwa na uongozi, hakukuwa na sauti maalum ya kuongoza. Na maana hakukuwa na sauti maalum ya kuongoza ikiwa kila mtu alifanya aliyoyaona mema machoni pake. So inamaanisha kwamba hakukuwa na sauti maalum ya kuwaongoza, na Mungu anataka kwamba kuwe na sauti maalum ambayo inaongoza watu wake. Kuwe na sauti maalum ambayo inaongoza watu wake. So inakuwa sio afya kabisa pale ambapo mtu anajitawala na kujiendesha mwenyewe. Hiyo sio namna ya kiungu kabisa.
bali namna ya kiungu ni kwamba tuwe na sauti maalum, sauti yenye mamlaka inayotuongoza. Maana kama hakuna sauti ambayo inaongoza, na kuwa mtatembeaje kwenye nia moja? Maana kila mtu anajiendea mwenyewe, kila mtu anaelekea njia yake mwenyewe. So pale ambapo kuna sauti moja ambayo inatuongoza, inatupa mwongozo, inakuwa ni vyema na ni namna ambayo tunaweza tukafuata na kuelekea katika ile sauti moja sisi wote. So tumeona haya yote mawili ni muhimu, kuwa na kiongozi na kutii uongozi pia. Yote inakuwa ni muhimu kabisa. So so kama Mungu afurahishwe na mazingira ambayo hakuna one accord. Yaani Mungu afurahishwe na mazingira ambayo hakuna one accord au nia moja. Afurahishwe kabisa mazingira ambayo hakuna nia moja. So inafungua macho kuona na kuzingatia kila mara na kudhamini sana mtembeo au kutembea kwenye nia moja, na nia moja. So tumeona kutembea kwenye nia moja mpaka tuwe na kuzingatia sauti yenye mamlaka ambayo Mungu ameweka kwenye maisha yetu. Hiyo inaongelea kwenye makusanyiko na kanisa la mahali pia kwa ujumla. So pale ambapo tunafika kwenye makusanyiko kama haya, so tunaona kwamba kila muamini anafaa kuzingatia, ni muhimu sana kuzingatia, kuhifadhi ule umoja katika roho. So sote tunaacha tofauti zetu na kufocus kwenye lengo. Kumbuka tukianza nilisema kwamba tunakusanyika mahali pamoja watu wenye tofauti wa umri tofauti. So wakati ambapo tunakusanyika pamoja, tuna focus kwenye lengo ambalo limetuleta pamoja. Maana inakuwa kwamba lengo ambalo limetuleta pamoja ndilo lenye nguvu. So inatuhitaji kuachilia
tofauti zetu na kufocus kwenye lengo ambalo limeleta pamoja. So kuna mambo tunaweza kuangalia mambo kadhaa hapa ya kutusaidia ama ya kuzingatia pale ambapo tuko kwenye makusanyiko kama haya, kwa ajili ya kuendelea kuzingatia na ile nia moja na kutembea katika umoja. Na mambo ya kuzingatia pale ambapo tuko kwenye makusanyiko kama haya, kwa ajili ya kuendelea ama kudumu kutembea katika nia moja. Kuna ya moja ni kubaki kwenye wanako, ni kuepuka kukwazika. Kuepuka kukwazika, maana kukwazika kupo kila mahali. So ikiwa unadhamini lengo ambalo limetuleta pamoja, unaweza ukatupilia mbali makwazo na kuamua kufocus kwenye lengo na kusudi ambalo limetuleta hapa mahali. Haleluya. Jambo la pili, kuna kuheshimu au kuvalue makusanyiko. Kuheshimu au kuvalue, kuyapa value makusanyiko. Yaani haufai kuyachukulia kawaida makusanyiko. Haufai kuyachukulia kawaida, yaani unayadhamini na kuyapa kipaumbele. Maana Mungu anakuwa na tabia ya kukutana na maisha yetu kwenye makusanyiko ya waamini. So Mungu anakuwa na tabia ya kukutana na maisha yetu kwenye makusanyiko ya waamini. So tuna value na kuyapa kipaumbele. So ina maana kwamba unakuwepo kila mahali tuna makusanyiko, kama kuna kusanyika kama huku, una value na kuyapea kipaumbele. Yaani unashinda ina other excuse yenye inaweza fanya ukosa kuwepo kwenye makusanyiko ya waamini. Na hapo kwenye makusanyiko pia ni mahali pazuri pa kusikia na kupokea kutoka kwa Mungu. Mahali pazuri pa kusikia na kupokea kutoka kwa Mungu. So na pia lingine pia unafaa uwe na matarajio kwa kila kusanyiko unalohudhuria. Tuwe na matarajio kwa kila kusanyiko unalohudhuria. Uwe na matarajio kwa kila kusanyiko unalohudhuria, yaani usije tu kwa sababu wanakuja. Bora kuja na kuja ukiwa na matarajio. Maana ukiwa na matarajio, by the way, inakufanya uwe more serious, ukuwe more serious na ukuwe more attentive, yani kitu kisikupite kiona umekuja ukiwa na matarajio. So hauwezi kuwepo kwenye makusanyiko ambapo una matarajio alafu unafanya tu mza ama uje na kulala. Uwezi lala kwenye kusanyiko ambalo unatarajia. Unakuwa uko very serious, uko very keen, uko very attentive kuzingatia na kuzingatia kila section, yani kila kipindi, yani kitu kisikupite. So
bora na afya sana kuwa na matarajio kwa kila kusanyiko unalohudhuria. Maana unajua kama una matarajio ni rahisi sana kuja na kulala. Ama unakuja unaanza kupiga story. Wakati ambapo kuna mambo ambayo tunaagiza kuelekeza kufanya huko kwa story. Kwa sababu ulikuja tu kwa sababu watu walikuja. So ni muhimu sana kuja na matarajio. Kuja na matarajio. Hii ni hapa ni mahali ambapo Mungu anakutana na sisi ama tunakutana na Mungu. Ni mahali ambapo ni speciali sana. Ambapo tunapokea kutoka kwa Baba yetu. So hii ni hospitali ya Mungu. Yaani tukiwa hapa Mungu yuko wazi sana kwetu kwa ajili ya kuhudumia maisha yetu na kufikia maisha yetu. So tukiwa hapa ni bora sana kuja ukiwa na matarajio. Maana mahali hapa tunakutana na Baba yetu. So na anakuwa wazi sana kwetu kwa ajili ya kututimizia mahitaji yetu. Jambo lingine pia unahitaji kuombea makusanyiko kabla haujaenda. Unahitaji kuombea makusanyiko kabla hujaenda. Unahitaji kuombea makusanyiko kabla hujaenda. Maana pale ambapo unaombea makusanyiko na kuandaa moyo wako, unaandaa moyo wako kwa ajili ya kupokea. Kwa ajili ya kupokea. Maana kabisa ukiombea makusanyiko, yani hakuna namna ambavyo unaweza kosa kupokea. Maana maombi naandaa moyo wako, inakuandaa wewe kwa ajili ya kupokea. So ni muhimu kuombea makusanyiko kabla haujaja. Siamke tu na kukimbia. Unaamka mapema, unakuwa na muda kwa ajili ya kuombea makusanyiko. Amen. Naombea watu ambao watakuwepo kwenye mikutano ama kwenye hilo kusanyiko. Na unajua ukiombea makusanyiko inakusaidia pia, yani kuwa more serious. Yani inakusaidia pia kuwa more serious. Yani tunaombea makusanyiko na tunaombea kanisa la mahali pia. Na kanisa la mahali pia. Hii inatusaidia kusonga mbele na kuendelea sisi wote kwa upamoja. Yani haya yanatusaidia kusonga mbele na kuendelea kwa upamoja. So hivyo ndivyo tunavyodumisha umoja pale tunapokuja pamoja. So kwa utafanya hivyo ndivyo tunavyodumisha umoja pale tunapokuja pamoja. Hivyo ndivyo tunavyodumisha umoja pale tunapokuja pamoja. Maana pale ambapo umeomba kabla hujaja, hiyo imeandaa tayari moyo wako kwa ajili ya kufuata kile ambacho maelekezo, yani kwa ajili ya kupokea maelekezo, maongozi
mafundisho na kila chochote ambacho kitafanyika kwenye ibada hiyo siku. Amen. Maana ukiombea pia na inaonyesha kwamba unadhamini pale ambapo unaenda na unadhamini kile ambacho Mungu atafanya mahali pale. So huwezi kuwa uliombea alafu nakuja unabakia ni kama mtu ambaye amepotea. Unakuwa uko kwenye barabara ambayo sote tunaiendea. Amen. Wow, haleluya. Haleluya. Wow, nasema kwamba Kristo ametubariki sana. Tunaweza tukasimama kwa miguu yetu. Asante sana kwa muda wako. Mungu wa amani azidi kututenda mema siku zote. So ningeomba kwamba kwa muda mchache tufungue vinywa vyetu, tumshukuru Mungu kwa neno lake. Tumadhimishe Mungu kwa ajili ya sauti yake katika maisha yetu.